Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Karibu tena katika darasa huru la Injili DHI linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Kama hujasubscribe, Mungu akutie nguvu uweze kufanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya kila yanapotumwa katika chaneli hii. Lakini pili, basi mwisho wa somo hili ninaomba uweze kushare, kucomment na kulike ili ujumbe huu uweze kuwafikia wengine. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na familia ya darasa hili na Mungu akubariki sana. Kabla ya kuendelea na somo letu la leo, naomba tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, Mungu Baba mkuu wa uzima, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi na fursa hii uliotupa katika jina la Yesu. Tunakuja mbele zako sasa katika jina la Yesu. Tunamwalika Mwalimu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa sasa, utufundishe na kutuhekimisha katika neno lako. E Bwana, njoo Roho Mtakatifu, utawale mioyo yetu, ufungue akili zetu tupate kuelewa na maandiko, utupe ufunuo wa neno la Mungu. Ondoa kila kizuizi katika nafsi zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mawazo yanayotutenga na kweli yako, tunaangusha ngome za mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo katika jina la Yesu. Utufundishe e Bwana, utuongoze, utupe hekima, na ili tusiwe tunajifunza tu neno lako, bali tuweze kuliishi. Acha uwepo wako Roho Mtakatifu ujaze mahali hapa sasa, ili ukatubadilishe ndani yetu. Roho Mtakatifu, tunakukabidhi sasa somo hili na kuliacha mikononi mwako. Tufundishe na kutuhekimisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito ya Bwana. Darasa hili lina lengo la kuwarudisha watu katika mstari, katika kweli ya Mungu. Ni mafundisho ambayo yameadimika katika dunia yetu ya sasa, ambayo inabezi katika mafundisho ya namna fulani. Siwezi kuwalaumu, kila mtu na wito wake. Mimi wito wangu ni kulirudisha kanisa, kulikumbusha, kunyoosha mapito ya Bwana, kunyoosha njia zetu, kunyoosha maisha yetu, ili yaweze kuwa na manufaa kwa Mungu na kwako binafsi, kunyoosha Ukristo wetu. Ndio maana wakati mwingine nasukumwa kukemea, hata kama ni kiongozi, kama haendi sawasawa na neno, basi ujumbe huu unamhusu. Sasa leo ni siku ya 6 na ni siku ya 7 tangu tuanze somo hili, somo lenye kichwa kinachosema asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Mwanadamu, kama asili ya Adamu haijaondolewa ndani yake kwa damu ya Yesu Kristo baada ya kuokoka, mtu huyu anaongozwa na asili. Dhambi ya asili ndiyo inayochukua nafasi. Dhambi hii ya asili haifutwi kwa magadi, wala haiwezi kuondolewa kwa sabuni iwayo yote, wala haiwezi kuondolewa kwa ubatizo wa aina yoyote, uwe wa bendera
uwe wa maji. Ni damu ya Yesu Kristo peke yake ndiyo inayoweza kufuta na kuondoa asili hii ya dhambi, na hii imewakamata wengi bila kujali vyeo walivyo navyo. Watu wanatumikishwa na dhambi, hata kama ni mkuu wa dini au mkuu wa kitengo au mkuu wa namna yoyote. Kama hujatubu na Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni mtumwa wa dhambi. Ndio maana unatumikishwa na uchawi, hata kama umesoma. Ndio maana unaenda kwa waganga. Kwa nini? Wewe ni mtumwa wa dhambi, na hiyo ndio asili ya dhambi ya Adamu tunayosema. Hata kama wewe ni Mkristo, ni mzee wa kanisa, ndio maana una vimada, ndio maana una nyumba ndogo, wakati mwingine unatubu hata kwa machozi, lakini haiwezekani. Kwa nini? Hujajua kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi. Maana Biblia inasema kila atendaye dhambi yeye ni mtumwa wa dhambi. Maana yake dhambi ndani yako ndiye bosi wako. Kwa hiyo atakachokuamuru ndicho unachokifanya hata kama hutaki. Tunajua katika idara zetu, tunajua katika maeneo yetu ya kisiasa na makanisa, aliye bosi wako ndiye ambaye akikuagiza lazima utekeleze. Hata kama hutaki, utatekeleza tu. Sasa kama asili ya dhambi ndani yako haijaondolewa, wewe ni mtumwa wa dhambi. Maana yake dhambi itakutumikisha tu, utake usitake. Kwa nini? Dhambi ndiyo bosi wako. Ndiyo maana Paulo katika Warumi sura ya 7 mstari wa 15, Paulo analalamika hapa, anasema hivi: maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Mstari wa 16, lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema. Mstari wa 17, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Mstari wa 20, basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Biblia kupitia Paulo anatufundisha hapa kwamba ndani yako kunaweza kukikaa asili ya dhambi na wewe ukawa mtumwa wa dhambi. Kinachotendeka ni kile ambacho kiko ndani, ambayo ni dhambi. Kumbuka, mwanadamu ana mwili, ana roho, ana nafsi. Katika vipengele hivi vitatu vimeunda utu wa nje ambao ni mwili. Utu wa ndani umeumbwa na roho na nafsi, na mtu anaongozwa matendo ya mwili na utu wa ndani, anaongozwa maneno, aseme nini na utu wa ndani, atende nini na utu wa ndani. Utu wa ndani ndio wenye nguvu. Sasa utu wa ndani ukikamatwa na dhambi, maana yake mwili wako utaongozwa kutenda dhambi, kwa sababu mtawala atakuwa ni dhambi. Paulo hapa anasema kutaka nataka, mimi kama mimi kutaka kutenda jambo jema nataka, lakini sipati, bali lile baya nisilolipenda kabisa ndilo ninalotenda. Ndio maana watu wengi sana huwa wanalia machozi baada ya kutenda jambo fulani. Wanalia machozi, wanasikitika baada ya kutenda jambo. Kwa nini? Hataki kufanya hilo jambo, anajua madhara yake, lakini pamoja na kujua madhara yake hakuna namna,
anasukumwa kutenda dhambi. Na Biblia inatueleza mwanadamu kuna asili mbili zinazomtesa. Kuna asili mbili ambazo kama atamkataa Yesu, asili hizi mbili zitamgaragaza. Asili ya kwanza ni asili ya dhambi ya Adamu. Adamu alipotenda dhambi, tulitenda dhambi wote. Unaweza ukajiuliza, kwa nini mimi sijatenda dhambi alafu nahukumiwa kwa dhambi ya Adamu? Nahusikaje? Wakati Adamu anatenda ile dhambi, sisi tulikuwa kwenye viuno vyake Adamu, na kwa maana hiyo tulitenda dhambi sote. Sasa unafikiri unahusikaje? Mbona hata ardhi ililaniwa? Ardhi ililaniwa kwa ajili ya Adamu. Kwa nini? Kwa ajili ya dhambi ya Adamu, lakini ardhi haikufanya chochote. Kwa hiyo tangu hapo Adamu alipoanguka katika dhambi, kila mwanadamu aliyezaliwa baada ya anguko alizaliwa akiwa na asili ya dhambi, alizaliwa akiwa na vinasaba vya dhambi ya Adamu. Kila aliyezaliwa alizaliwa akiwa na DNA ya dhambi ya Adamu. Ndiyo maana Daudi katika Zaburi ya 51 mstari wa 5 anasema, nalizaliwa katika hali ya dhambi ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Anasema sio kwenye kuzaliwa tu, lakini hata mimba, hata wakati nachukuliwa mimba, nilichukuliwa nikiwa na hatia. Nimeingia tumboni na kuumbika nikiwa na hatia. Nimezaliwa hata kabla sina ufahamu nikiwa na hatia. Napata ufahamu wangu tayari nina hatia ya dhambi kutokana na dhambi ya asili ya Adamu. Lakini asili ya pili inayotutesa wanadamu ni asili ya kurithi makosa na dhambi za wazazi wetu. Kwa kuona, kwa kuiga, watu wanarithi dhambi za ndugu zao wa karibu, wazazi wao wa karibu. Kwa mfano, kama baba yako ni mzazi, kama baba yako mzazi ni mchawi, kwa vyovyote vile wewe utakuwa mchawi kwa kuiga. Utakuwa na asili ya dhambi ya Adamu, lakini hapo hapo utakuwa mchawi kwa kumuiga baba. Watoto mara nyingi sana, zaidi ya 75% wanapata tabia kwa kuiga, peer group au kundirika. Wanafundishana sana na wanaigana sana, lakini wanawaiga wazazi. Kwa mfano, mtoto wa kiume ambaye baba yake amezoea kumpiga mama yake na amekuwa akiona baba anampiga mama, katika maisha yake huyo mtoto wa kiume atakuja kumpiga mkewe. Kwa nini? Amejifunza, amerithi hiyo dhambi kwa kuona matokeo ya tabia ya wazazi wake. Mtoto anayelelewa na mama ambaye ni kahaba, usitegemee vinginevyo, huyo mtoto atakuwa hivyo hivyo. Sasa mwanadamu yoyote, hata wewe unayenisikiliza, inawezekana umeathirika kwa dhambi ya Adamu, lakini kuna mambo mabaya umeyaiga kwa rafiki zako, kwa wazazi wako, kwa ndugu zako. Umeiga hata uganga wa kienyeji ulionao, umeiga michepuko na kutembewa na wanawake, kutongoza na nini, umeiga. Hukuzaliwa hivyo, ulizaliwa na ile asili tu ya dhambi, na yenyewe ina kazi yake. Lakini kuna dhambi nyingine hazitokani na asili ya Adamu, zinatokana na asili ya kuiga. Kwa hiyo tunaathirika na hayo mambo. Dawa yake ni Yesu. Ndiyo maana kuna haja ya kuokoka. Kuokoka ni kukubali kusamehewa hizo dhambi. Ni kuokoka maana yake nini? Ni kumkubali Yesu Kristo, kazi ya msalaba, afute hiyo dhambi ya asili ya Adamu, afute hiyo dhambi asili ya wazazi, ili uwe kiumbe kipya, sawasawa na Wakorinto wa pili sura ya 5
mstari wa 17 nasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Maana yake ukiokoka wewe unakuwa ndani ya Kristo. Biblia inasema kwamba unakuwa kiumbe kipya, ya kale ya dhambi yanapita, ya kale ambayo ni dhambi ile asili ya Adamu yanapita, ya kale dhambi zile za kuiga za peer group na wazazi na ndugu wa karibu zinapita. Biblia inasema tazama, unakuwa kiumbe kipya. Kuokoka sio dini mpya. Kuokoka ni kumkubali Yesu akupokee dhambi, aondoe dhambi ulimwenguni, aondoe dhambi katika maisha yako. Ndiyo maana ya kuokoka. Watu wengi hawaokoki kwa sababu wanafikiri kuokoka sijui ni kitu gani. Tafsiri mbaya, tafsiri potofu. Hata kuna madhehebu anasema hakuna kuokoka duniani bana. Hilo kanisa, hilo dhehebu, hilo ni dhehebu la kipagani tu, hata kama linajiita ni la Kikristo, kwa sababu linamkataa Kristo. Kristo hakuja kutembea. Ukisoma katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 18 na kuendelea, Mariamu aliambiwa utazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yake ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Maana yake Mwokozi. Yesu maana yake Mwokozi. Anaokoa nini kama haokoi wanadamu? Kwani kaja kuokoa wanyama? Mbona Biblia inasema kwamba Yesu kaja kuokoa na wewe unakataa wokovu? Unasoma Biblia ipi? Mbona unapinga? Mbona unajipinga? Mbona unaipinga imani yako? Imani ya Kikristo ni imani inayosimama katika kumwamini Yesu Kristo. Ndio maana tunasema siku zote Ukristo sio dini. Ukristo ni imani juu ya mtu anayeitwa Yesu Kristo. Ukristo ni imani juu ya mtu kweli, mwanadamu kweli na Mungu kweli anayeitwa Yesu Kristo. Ukiwa na imani na Kristo unakuwa Mkristo. Mkristo ni mtu anayemwamini Kristo. Kama wewe ni Mkristo na humwamini Kristo, hujawahi kuwa Mkristo, ni mpagani unayejisingizia kwamba wewe ni Mkristo. Lazima tunyooshe rula, lazima tuseme ukweli. Watu wengi sana wanajisingizia kwamba wao ni Wakristo eti kwa sababu wanaenda kanisani. Sio, ni kweli ukiwa Mkristo lazima uende kanisani, lakini hui Mkristo kwa sababu unaenda kanisani. Wewe sio Mkristo kwa sababu umebatizwa kwa maji mengi au machache. Ni kweli ukiamini utabatizwa, lakini kigezo cha Ukristo sio kubatizwa tu kinatosha. Kuna waliobatizwa wengi sana watakwenda jehanamu. Kuna watu wanaokwenda kanisani wengi sana watakwenda jehanamu. Kuna wanakwaya wengi, maana kuna watu wengine wanafikiri ni Mkristo kwa sababu anamtumikia Mungu kwenye uimbaji. Yeye ni Mkristo kwa sababu anamtumikia Mungu katika kuhubiri, katika kufundisha. Hata ufundishe namna gani, kama huna Kristo, wewe si Mkristo. Paulo anasema nisije nikawahubiri wengine, mimi nikaja kuwa mtu wa kukataliwa. Lazima tuchunge sana katika imani ya Kikristo. Tusilete utani na imani ya Kikristo. Tusilete utani na Yesu Kristo. Tusilete utani na wokovu. Leo tunapohitimisha somo hili na kuliahirisha kwa muda, nataka tujifunze kichwa kidogo kinachosema tofauti ya dini na Ukristo. Nataka tuone, tupite haraka, na Mungu anisaidie, Roho Mtakatifu anisaidie na akusaidie pia uweze kuelewa, mwanafunzi wangu, tofauti ya dini na wokovu. Ninaposema Ukristo sio dini, hapa ndio utanielewa. Usije ukafikiri najitungia, ni kibiblia kabisa. Ukristo sio dini. Ukristo ni lifestyle. Ukiwa Mkristo utaishi Kikristo. Ukiwa Mkristo utatenda matendo ya Kikristo. Ukiwa Mkristo utasema Kikristo. Lakini tuna Wakristo wengi sana wanatamka kipagani, yaani wanatukana tu. Tuna Wakristo wengi sana wanaokwenda kanisani kwenda na kurudi, lakini matendo yao ni ya kipagani. Kama unajiita Mkristo lakini una matendo ya kipagani, wewe ni mpagani wa Kikristo.
Leo hii kuna wapagani wapya, tuna wapagani wa Kikristo, wanafuata dini, wako kwenye Ukristo kidini, lakini Mungu alileta Ukristo kwa mlengo wa uokovu, kuokoka. Wakristo wengi sana, unasikia mtu anasema mimi bana ni Mkristo wa kawaida. Unaweza ukafikiri sifa. Kuwa Mkristo wa kawaida unafikiri ni sifa? Hakuna Mkristo wa kawaida. Ukija kuona mtu anajitambulisha kwamba yeye ni Mkristo wa kawaida, maana yake ni mpagani wa kawaida, wa viwango, mwenye utamaduni wa Kikristo. Sasa kanisani leo tuna Wakristo wa makundi mawili. Tuna walio kwenye Ukristo kama dini, maanake kabatizwa akapewa nini, sakramenti, sio nani, sio kipaimara, kuna nini. Watu wasema kipaimara, wakati ndoko siku ya kipaimara ndio wanamfundisha mtoto wako kunywa pombe. Siku ya kipaimara ndio siku watoto wanafundishwa uovu. Mnamdanganya nani? Huo ni Ukristo wa kidini. Sasa leo nataka tupite haraka tuone tofauti ya dini na wokovu. Tofauti ya dini na wokovu. Sasa ni muhimu kutambua ya kuwa Biblia haitoi picha kwamba dini zote ni mbaya, sawa? Lakini kwa mujibu wa somo hili, dini ina tafsiri yake na wokovu una tafsiri yake. Kuna Wakristo wa kidini, kuna Wakristo waliookoka. Leo tutawatambua. Ukisoma katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 27, neno la Mungu linasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba yetu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Mtume Yakobo anafafanua dini safi ni ipi. Sio dini ya kweli. Rudia huu mstari, anasema dini safi, lakini dini ya kweli haipo. Lakini dini angalau ina usafi. Kinachoongelewa hapa ni usafi wa dini, ni ile ambayo inawajali yatima na wajane na kujilinda na dunia hii pasipo mawaa. Mawaa ni dhambi, mawaa ni makosa, mawaa ni udhaifu. Dini ambayo inakutenga na dhambi, kitu ambacho ni kikubwa, ni kigumu sana. Na kwenda kuwaona yatima na wajane, kuwahudumia, kwenda kuwatazama katika dhiki zao wajane, kwenda kuwatazama katika dhiki zao yatima, kwenda kuwatazama katika dhiki zao wagane, kwenda kuwatazama katika dhiki zao wazee, kwenda kuwatazama katika dhiki zao walemavu, na kujilinda na dunia hii pasipo mawaa. Unaambiwa dini yako wewe ni safi. Lakini ipo tofauti ya dini na wokovu. Kuna Wakristo wa dini, kuna Wakristo waliookoka. Leo tutawapata katika mstari huu wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Anaeleza msingi wa dini kwamba kwenda kuwaona yatima na wajane na kujilinda. Sasa hii ni sheria. Dini msingi wake, au tofauti ya kwanza na wokovu, inazingatia sheria. Kuna sheria zimewekwa, ukizifuata, tenda hiki, tenda hiki, tenda hiki, tenda hiki, hiyo ni dini. Mpaka ndio uwe, hiyo ni dini, ndio inayosema hivyo. Mpaka ubatizwe kwa maji mengi, hiyo ni kauli ya dini. Mpaka utoe zaka, hiyo ni kauli ya dini. Mpaka utoe sadaka ndio uokoke, hiyo ndio dini. Dini inakuja na sheria. Mpaka ukawaone yatima katika dhiki zao, ndio dini safi. Mpaka ukawaone wagane na wajane na wazee nani katika dhiki zao,
ndio mpaka ujilinde na dunia. Hiyo ndio dini. Wokovu hatujipiganii. Wokovu Mungu ndiye anayetupigania sisi. Dini ni jitihada ya mwanadamu kumtafuta Mungu, wakati wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Tunapishana hivi. Wakati dini inakupa sheria, kanuni na taratibu kumpata Mungu, wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu yuko wapi. Tangu Mungu aliposema katika bustani ya Eden, Adamu uko wapi? Pale alitangaza mpango wa kumtafuta mwanadamu aliyepotea. Adamu alipoanguka katika dhambi, Mungu aliandaa mpango wa kumtafuta, akaita, Adamu uko wapi? Ule mpango ndio unaoitwa wokovu. Lakini baada ya hapo watu wakajiondoa, wakafanya vitu vingine vya ajabu ambavyo ni tofauti. Kwa hiyo dini ni nini? Dini tafsiri yake ni nini? Pamoja na tafsiri yako ulio nayo, lakini nataka nikupe tafsiri ya kwangu ambayo ninaona iko vizuri, na sio ya kwangu, ni kutokana na Biblia. Dini ni nini? Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu ili apate kuokolewa. Dini ni mpango mahususi ambao mwanadamu amejitungia kanuni, taratibu, ili akizifuata aweze kuokolewa, na anajitahidi kweli kushika dini, kushika kanuni, sheria, amri 10, amri ngapi. Ukizishika hizo, mwenye dini anaamini anampendeza Mungu. Kwa hiyo ule mpango unaojiwekea mwanadamu, unawezekana kikundi cha watu wanakaa chini ya mti, chini ya ukumbi, wanaweka taratibu kwamba tumwabudu Mungu 1, 2, 3, tuimbe nyimbo zetu 1, 2. Wana mpango, wana utaratibu wa kumtafuta Mungu ili awaokoe. Hiyo ndio dini. Na tunazo dini nyingi sana za Kikristo na zisizo za Kikristo tulizojitungia wenyewe wanadamu, wala sio Mungu. Na dini zimesajiliwa serikalini katika Wizara ya Mambo ya Ndani. Dini hizi wanaweza zikaitwa dini au zikaitwa madhehebu. Madhehebu yanaweza yakawa ya dini fulani na dini fulani na dini fulani. Hata katika Ukristo kuna madhehebu. Madhehebu hayo yote sio wokovu. Hayo madhehebu ni dini, na ndio maana zinatofautiana. Mungu mmoja, kama angekuwa ndio chimbuko la madhehebu, basi tungekuwa na dhehebu moja lenye chimbuko la Mungu mmoja. Lakini unasema Mungu mmoja, lakini madhehebu yako mengi yanazaliwa kila siku asubuhi. Tafsiri yake madhehebu sio wokovu. Tafsiri yake madhehebu, dini sio mpango wa Mungu. Tunajitungia wenyewe kwa masilahi yetu, wakati mwingine ili tuweze kupata sifa za kibinadamu, wakati mwingine ili tuweze kupata vyeo vya kibinadamu, wakati mwingine ili tuweze kupata pesa, tupate sadaka. Ndio maana dini nyingi na madhehebu mengi yanatishia watu watoe sadaka kwa kigezo cha baraka, kwamba toa ili ubarikiwe. Imeandikwa wapi? Biblia inasema katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 kwamba Mungu ametubariki sisi kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho. Tumeshabarikiwa tayari. Hatuhitajiki kununua baraka, hatuhitajiki kushawishi kupata baraka. Ukishamwamini Yesu Kristo, wewe umebarikiwa. Tofauti ya dini na wokovu. Tuna Wakristo wanaoishi katika Ukristo kama dini, ndio wale wanaolewa wanaenda kanisani, ni wale wenye vimada na kunywa pombe wako kwenye kwaya, ni wale wanaotongoza waumini zao na kula kondoo walionona wako madhabahuni wanahubiri.
Unamdanganya nani? Unamdanganya nani? Kuna watatu huwezi kuwadanganya. Nisikilize mpendwa, kuna watatu huwezi kuwadanganya. Mtu wa kwanza ambaye huwezi kumdanganya ni wewe mwenyewe. Unajijua kabisa kwamba wewe ni Mkristo msanii, yaani unajijua, huwezi ukajificha. Wa pili ni Mungu. Mungu anajua kabisa wewe sio wa kwake, hata kama unaenda kanisani. Wewe unajua, Mungu anajua. Watatu, Shetani, huwezi kumdanganya. Hivi wewe ni mali ya Shetani. Wewe mwenyewe unajua, Mungu anajua, Shetani anajua. Hawa watatu huwezi ukawadanganya. Biblia inasema katika Zaburi, kwani watendao dhambi hawajui? Wanaokula nyama za watu kama mkate hawajui? Wanajua. Mungu atusaidie. Kanisa leo linawatenda dhambi ya Adamu, hawajatubu, na dhambi ya wazazi wanayo, na hivyo ni Wakristo kidini, kwa sababu ni Wakristo wanaenda kanisani, lakini ni watumwa wa dhambi. Ni Wakristo ndio wanaimba kwaya, lakini ni watumwa wa dhambi. Wamegawana waimbaji mle kwaya, mle ndani kwenye kwaya wamegawana. Mnapohubiri, mnapoimba, mnamwimbia nani ili mumpendeze nani? Yesu anasema niondoleeni kelele zenu, kwa sababu kuimba ukiwa na matabia hayo na unamchukiza Mungu, unapoteza muda. Mungu anataka tuwe Wakristo waliookoka. Hicho ndicho kitu kikubwa sana. Sasa dini kwa mtazamo wa kibiblia, baada ya anguko la mwanadamu pale katika bustani ya Eden, dini na yenyewe ilianza pale. Nitakuonyesha katika bustani ya Eden kulikuwa na chanzo cha dini, lakini kulikuwa na chanzo cha wokovu. Tufanye hivi. Kwa hiyo dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu ili kumpendeza Mungu kupitia sheria, kanuni, taratibu. Anaamini akizishika atampendeza Mungu. Ni mpango mwanadamu kajiwekea, na mwanzo wa dini tunauona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7 unatupa mwanzo wa dini. Baada ya anguko, mwanadamu akaanzisha dini mara. Katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7 anasema hivi: wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Baada ya anguko, Biblia inasema kwamba Adamu na Hawa wakafumbuliwa macho, wote wakajiona wako uchi, wakatafuta dini ili wajifiche aibu yao. Biblia inasema wakajitengenezea mavazi ya miti, ya majani ya miti, ili wafiche aibu yao, Mungu asione aibu yao. Wanadamu wanajitengenezea dini kama vazi la majani ili kujisitiri. Dini ni kama majani ya mtini ambayo Adamu na Hawa walipoanguka dhambini walijifunika kwayo. Dini ni mpango wa Adamu baada ya anguko ili kujisitiri, kujitoa katika uovu. Dini ni mfumo wa kanuni, sheria, desturi, taratibu na matendo ambayo mwanadamu huunda na kufuata kwa kupitia jitihada zake kumtafuta Mungu au kutafuta kuhesabiwa haki na kumwabudu Mungu na kumkaribia Mungu.
Hiyo ndiyo dini. Hoja ya mwanadamu kujitengenezea mavazi, kuna msingi mzuri wa kibibilia kama tulivyosoma katika Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 7, ambapo baada ya kujigundua kwamba wauchi wakajifanyia mavazi ya majani ya mtini, wakajifanyia majani ya mti wa mtini kujisitiri. Dini ni mpango wa kujifanyia kanuni, taratibu, sheria, kujibana, kujidhibiti ili kumpendeza Mungu. Sasa huo ni mpango wako, huo ni mpango wa mwanadamu, na sijui kwa nini watu wanachagua na kuweka mbele mpango wa mwanadamu kuliko mpango wa Mungu wa wokovu. Leo ni siku yako ya kubadilisha mawazo. Leo ni siku yako ya kumpa Yesu maisha. Leo ni siku yako ya kuokoka, ndugu yangu, kwa sababu dini yako haitakusaidia, kwa sababu dini yako ni mpango wa wahenga. Soma historia ya dini yako utaelewa. Walikaa tu kiujanja hivi, wengine wakasingizia malaika kanitokea, wengine wanaweza wakasingizia mengi, lakini yote katika yote hayana msingi katika Mungu, kwa sababu yamejengwa katika sheria na dini. Kanuni kubwa ya kutambua dini ni pale sheria inapotumika kukupa haki, kwamba kwa kushika hiyo sheria unahesabiwa haki. Hiyo ni dini. Ndio maana katika Ukristo tunapinga watu wanapoingiza torati kanisani. Torati na neema haviendi pamoja. Wakristo wanaohubiriwa torati washike torati kama Musa, sawasawa na Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 1 na wa 5. Huo ni upagani. Hiyo ni dini ya Kiyahudi. Ndio wanaofundishwa torati, ndio wanaofundishwa kushika amri 10. Hao ndio lakini sio kanisa, sio wokovu. Wokovu na sheria haviendi pamoja. Sheria na wokovu ni sawa na mafuta na maji. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, na hakuna mwanadamu aliyewezi kumpendeza Mungu kwa dini yake. Isaya sura 29 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, Bwana akasema, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao imefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Isaya anasema wazi kabisa kwamba hawa watu wanaonekana wananiabudu, lakini wananiabudu kwa mdomo. Mimi nataka moyo, na mioyo yao iko mbali nami. Kumwabudu Mungu kwa moyo, kwa kumpa moyo, ndio wokovu. Kumwabudu Mungu kwa mdomo, moyo uko mbali. Moyo una mtendo, unamficha moyo wako, hutaki kumpa. Unamuimbia kwa mdomo tu, unahubiri kwa mdomo tu, lakini si kwa dhati na badiliko la ndani. Biblia inasema kwamba hawa wananiabudu bure. Pale mwisho anasema, na kicho chao ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Hata katika Ukristo wa leo kuna maagizo ya wanadamu waliofundishwa kwamba tumwabudu Mungu katika sheria 1, 2, 3. Hayo ni maagizo ya wanadamu na sio maandiko, sio Biblia. Inatakiwa tumwabudu katika taratibu ambazo Mungu ameziweka. Biblia inasema katika Yohana sura ya 4 mstari wa 23 na 24, anasema Mungu huwatafuta, Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho, sio katika mdomo, katika roho na katika kweli. Maana Mungu huwatafuta watu kama hao wamwabudu. Kama Mungu anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli, maana yake ni wachache. Kanisani ni wachache, ndio maana wanawatafuta.
Huwezi ukatafuta kitu kinachoonekana. Mungu anawatafuta wanaomwabudu katika roho na kweli, kwa sababu hawapo, au kama wapo ni wachache, lakini kiu yake ni kutafuta wanaomwabudu katika roho na kweli. Tulio nao leo wanaabudu kwa vinywa tu, roho na kweli hawana mpango. Wanacheka, mimi ni Mkristo, sililii ovyo. Kawagabaho, ngoja sisi tulie ili Bwana akatufute machozi. Ukisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 28, huu sasa ni parefu, utakwenda kusoma nyumbani. Lakini katika aya hizi Yeroboamu alijitungia mfumo wa ibada, akatengeneza ndama za dhahabu na kuweka namna yake ya kuweza kumwabudu. Huu ni mfano mzuri wa mfumo wa dini unaotengenezwa na wanadamu. Kumbuka, usisahau siku zote, dini inatengenezwa na wanadamu na inasajiliwa katika serikali za wanadamu, na wakizingua dini inafutwa, dhehebu linafutwa. Lakini wokovu hausajiliwi katika serikali yoyote. Wokovu unakaa ndani ya mtu, ni badiliko la mtu. Mungu anakaa ndani ya mtu, na hakuna serikali inayoweza ikafuta wokovu. Wokovu hauonekani, unapokelewa kwa imani, unatunzwa kwa imani katika kumwamini Yesu Kristo. Lakini dini ukizingua, serikali inakufuta. Kanuni, sifa ya dini ni kushika sheria, kukushikisha sheria. Dini ni mpango au ni kujitungia mfumo wa ibada. Dini ni kujitungia mfumo wa mafundisho na taratibu ambazo wanadamu huzizingatia au huzianzisha na kuzizingatia kwa mawazo yake mwenyewe badala ya kufuata mapenzi na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo mafundisho ya kujitungia, ukisoma katika Marko sura ya 7 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Dini inafundisha mapokeo ya wanadamu. Dini inafundisha maagizo ya wanadamu, maagizo ya sinodi. Unakuta sawa, msije mkanilaumu, lakini vikao vya sinodi, maamuzi yake yanaweza yakapewa kipaumbele kuliko hata neno la Mungu. Neno la Mungu ni cha mtoto mbele ya maamuzi ya sinodi. Hiyo ni dini. Ni heri Biblia peke yake iwe msingi wa wokovu wetu, iwe msingi wa imani yetu, wala sio commentary, wala sio fafanuzi zozote, sio maagizo ya mapapa, wala sio maagizo ya maaskofu, wala sio maagizo. Ni maagizo ya Biblia. Ukristo ni kutekeleza na kuyaishi maagizo ya Biblia, full stop. Ukisoma katika Mathayo sura ya 7:15 mstari wa 7 na wa 8, Mathayo sura ya 15 mstari wa 7, wa 8 na wa 9, Biblia inasema hivi: enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Mstari wa 9, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mstari wa 9, nao waniabudu bure. Unapoteza muda kama unamwabudu Mungu kidini. Biblia inasema kwamba unaabudu bure, unatekeleza matisho tu ya viongozi wako na wakuu wa dini. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Nataka nikupitishe katika sifa chache za dini
sifa chache za dini. Sikiliza, sifa kuu ya dini ni sheria, kanuni, taratibu. Utaijuaje dini? Utajuaje kwamba huku ninakosali ni dini tayari? Ni pale wanaposisitiza kutekeleza sheria. Ukristo umejengwa msingi katika imani katika Kristo, katika neema, na katika neema hakuna sheria, katika neema hakuna kanuni, katika neema hakuna kushika amri 10. Hakuna. Mkiingiza hizi sheria na kanuni na taratibu, ni kuwatishia watu ili waweze kutoa sadaka, muweze kunenembesha matumbo yenu. Sio, tuhubiri ukweli. Neema ya Kristo, neema iwaokoayo wanadamu wote, imefunuliwa, nayo yatukataza, yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki, utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Soma katika Tito sura ya 2 mstari wa 11. Inaeleza neema ya Mungu ilivyo kuu, ina nguvu ya kutukataza kutenda dhambi. Mungu atusaidie. Ukisoma katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 20 anasema, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, mafundisho ya awali yale ya kushika sheria, kwa nini kujitia chini ya amri? Kama nyinyi mmefufuliwa na pamoja na Kristo, kama ninyi ni wa Kristo, kwa nini mnajirudisha tena kwenye amri? Kwa sababu hatuokolewi tena kwa kushika amri, kwa sababu hatuokolewe tena kwa kushika kanuni. Baada ya ukishakuwa Mkristo ukaipokea neema ya Kristo, huokolewi tena kwa kushika amri. Kama wenye kuishi duniani, mstari wa 21 anazitaja pale, usishike, usionje, usiguse. Kwenye mabano anasema mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Katika kanisa leo watu wanafuata mafundisho na maagizo ya wanadamu. Mtu anatafuta kamstari, anakababatizia, anaingiza mawazo yake. Si kweli. Watumishi wa Mungu, tuihubirini kweli. Watumishi wa Mungu, tuihubirini kweli ya Injili, nayo kweli itatuweka huru. Watumishi wa Mungu, mbona kweli tunaijua, lakini wachungaji wengine wanashindwa kuhubiri kweli kwa sababu madhehebu yao si watawafukuza. Wasikia, sisi kwenye dhehebu letu bana, hatuombi kwa pamoja, tunaomba mmoja mmoja. Mungu wetu ni wa utaratibu. Sawa, hiyo ni dini. Hata kama utaipaka mafuta namna gani, ipendeze namna gani, hiyo ni dini. Ni dini. Dini. D-I-N-I. Dini. Upende usipende, kama mnashikishana sheria katika wakati huo, hiyo ni dini. Na dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. 23 nasema mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima. Hivyo mambo ya dini kama yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, yani kwa sheria. Usivae sketi fupi kwa ukali, lakini hayafai kitu kuzizuia tamaa za mwili. Jamani, usitafute huo mstari. Nilikuwa nasoma Wakolosai sura ya 2 mstari wa 20 mpaka ule wa 23. 23 ndio kiboko. Hebu urudie tena. Sheria ya mwanadamu. Ukisoma Tito sura ya 1 mstari wa 14, neno la Mungu linasema hivi: wasisikilize hadithi za Kiyahudi wala maagizo ya watu wajiepushayo na yaliyo kweli. Yani unafundishwa maagizo
ya kibinadamu, mafundisho ya Kiyahudi, amri na hadithi za Kiyahudi na maagizo ya watu, ili ujiepushe na kweli ya Injili. Hiyo ni dini, hata kama utaipaka mafuta namna gani, hiyo ni dini. Usiingize mila na desturi zako za kabila lako kwenye Ukristo. Ukisoma Marko sura ya 7 mstari wa 3 hadi ule wa 4 anasema hivi: kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali, wakishika mapokeo ya wazee wao, tena wakitoka sokoni wasipotawadha hawali, na yako mambo mengi walioyapokea wanayoyashika, kama kuosha kikombe na ndimu na midimu na vyombo vya shaba, na wale Mafarisayo na waandishi. Sasa utasoma mpaka mstari ule wa 13. Kinachoongewa hapa nini? Ni watu kuingiza mambo ya kizee, mambo ya Kiyahudi kwenye Ukristo. Hapana, hapana. Ukristo unajitegemea, wokovu unajitegemea, ni limited. Hauhitaji nyongeza ya dhehebu lako wala mapokeo yako. Kujihesabia haki, sikiliza, hiyo ni dini. Ngoja nikupe hii dini uione hapa. Mungu wangu, dakika zimekwenda kweli kweli, dakika zimekwenda kweli kweli. Kujihesabia haki, Luka sura ya 18 mstari wa 9. Ngoja niseme uone hapa, kuna watu wawili, mmoja anawakilisha dini, mwingine anawakilisha wokovu. Waangalie hapa, halafu jipime wewe uko wapi. Ukija kuona umeokoka lakini unajihesabia haki, kwamba mimi ni mtakatifu kwa sababu nafunga, mimi ni mtakatifu kwa sababu natoa zaka, mimi ni mtakatifu kwa sababu naenda kanisani, mimi ni mtakatifu kwa sababu nahubiri, mimi ni mtakatifu kwa sababu, wewe ni dini, ni dini, D-I-N-I. Sikiliza, Luka sura ya 18 mstari wa 9 anasema hivi: akawaambia mfano huu, watu wawili. Wangapi? Wawili, waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wao wote. Watu wawili walipanda kwenda kusali hekaluni, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama madhabahuni akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, ninakushukuru kwa kuwa mimi si kama wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, na kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, natoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini sikiliza, yule mtoza ushuru ambaye anawakilisha sasa wokovu, alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Ee Mungu, niwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Ee Mungu, niwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Ee Mungu, niwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Mstari wa 14, Yesu anasema, nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiriwa, naye ajidhirie atakwezwa. Mifano ya dini, mtu wa dini na mtu wa kanisa. Mtu wa dini anaongozwa na sheria na mara nyingi anajisifu na kujilinganisha na wengine, lakini mtu aliyeokoka ni mnyenyekevu, wala hana haja kujitangaza kwamba kaokoka, kwa sababu watu watamtambua tu kwa matunda. Hana. Mungu atusaidie. Kuna sifa nyingi sana za watu wa dini. Ngoja nizitaje chache. Dini humweka mwanadamu mbele, akitafuta namna ya kumfikia Mungu. Hiyo ni sifa ya kwanza. Pili, dini
inaweza kujengwa juu ya mawazo ya wanadamu. Isaya sura ya 29 mstari wa 13 hadi ule wa 14. Mathayo sura ya 15 mstari wa 7, wa 8 hadi wa 9. Kitu kingine, dini. Mungu hukataa dini, ibada isiyoambatana na toba. Mungu anakataa. Soma Amosi sura ya 5 mstari wa 23. Amosi sura ya 5 mstari wa 21. Asema, niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Amosi hapa anasema niondoleeni kelele zenu kwenye kwaya zenu mnazoimba, kwenye ibada zenu za kusifu na kuabudu. Ondoeni, sitaki. Amosi sura ya 5 mstari wa 21 asema, mimi nazichukia sikukuu zenu na kuzidharau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Sikufurahii makutano yenu ya dini. Twende kanisani bwana, makutano ya dini. Mnaenda kanisani, Mungu hayupo. Makutano ya dini. Amosi 5:22 nasema, naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na za wanyama walionona. Mungu anasema sishawishiki na sadaka zenu, kwa sababu mnaabudu kidini, mnatoa sadaka kidini, mnatoa zaka kidini. Sizitaki hizo sadaka. Toa sadaka, Mungu akubariki. Utapeli. Mungu alisema sadaka sizitaki. Soma Isaya sura ya 1 mstari wa 11 hadi ule wa 20. Ni parefu kidogo. Dini hujengwa juu ya sheria. Dini hujengwa juu ya sheria. Soma Yakobo sura ya 2 mstari wa 10. Nasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Ndio maana Mungu amekuja kuondoa sheria kupitia Yesu Kristo, kwa sababu hakuna anayeweza kuhesabiwa haki kwa kushika sheria. Biblia inasema hapa katika Yakobo sura ya 2 mstari wa 10 kwamba ukishika sheria zote 99% ukavunja moja, utakuwa umevunja zote. Nani anayeweza kushinda akakaa tu hata sekunde 2 bila kutenda dhambi? Macho yako yenyewe ni dhambi tupu, masikio yako yamejaa dhambi tupu, mdomo wako ndio usiseme. Masheria hayawezi kumwokoa mwanadamu. Ndio maana Mungu kamleta Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili aweze kutuokoa. Kesho nayo ni siku, inanilazimu kuongeza siku ya 8 ili tujifunze kesho kwamba wokovu sasa, wokovu ni nini? Leo tumejifunza dini ni nini na sifa za dini, kwamba dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu kupitia sheria, taratibu, makatazo, mikwala mingi, usi. Lakini wokovu ni kitu kingine kabisa. Kesho tutajifunza kwamba wokovu ni mpango wa Mungu kukutafuta. Utashangaa, katika wokovu Mungu ndiye anayemtafuta mwanadamu. Kama unabisha, utasoma Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Anasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee. Maana yake kwa Mungu
katika wokovu Mungu ndiye anayetoa sadaka. Agano katika dini itakulazimisha wewe umtolee Mungu sadaka. Katika wokovu Mungu ndiye anayekutolea sadaka. Tutaona kesho makubwa. Usikose kipindi cha kesho. Kuokoka ni lazima. Kama hujaokoka mpendwa, maana yake huna uhakika ukifa sasa hivi unaenda mbinguni. Kama huna uhakika huo, bado sio Mkristo, bado hujaokoka. Yesu anarudi mara ya pili. Kama unaamini kabisa kwa dhati kwamba Yesu akija sasa hivi mbinguni huendi, hunyakuliwi, ndugu yangu, unatakiwa kuokoka. Na kama unataka kuokoka sasa, fanya maneno haya, ni kuongoza sala hii ya toba. Ufanye maneno haya, ni ya kwako. Weka mkono wako wa kushoto kifuani na mkono wako wa kulia nyanyua juu. Sema, Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nakuja mbele zako, natubu dhambi zangu zote nilizokukosea kwa maneno na matendo na kwa kutotimiza yanayonipasa. Nasikitika Bwana Yesu, natubu kwako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba uniokoe na kunibadilisha na kunipa utu upya ndani yangu. Ya kale yapite, nipokee mapya. Nipe Roho Mtakatifu wako anitakase ndani yako. Nipe neno lako linitakase neno lako ndani yangu. Nipe damu ya Yesu initakase ndani yangu. Katika jina la Yesu ninaokoka na kuamini, amen. Kama umeomba sala hii kwa uaminifu, na achia nguvu ya Roho Mtakatifu ikufunike na Bwana Yesu akubadilishe ukawe kiumbe kipya halisi. Na tafuta kanisa ukashirikiane na watu ambao wameokoka, walio katika safari ya kwenda mbinguni. Wengine ni Wakristo lakini hawaendi. Usiende na wale ambao hawaendi. Kuna watu ambao hawaendi mbinguni. Mungu atusaidie ili uende pamoja na wale wanaokwenda. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito ya Bwana. Katika jina la Yesu, mjoli wa Bwana, Mwalimu Krimweli. Amen.